Bwana ni mwema. Rafiki, karibu tena katika siku ya leo ambapo tunapata somo lingine, somo ambalo litazidi kutusogeza karibu na Yesu. Somo hili ni somo ambalo ni nzuri na naamini utabarikiwa. Somo linasema faida ya kuamka kabla ya kutangazwa amri ya Jumapili Marekani. Faida ya kuamka kabla ya kutangazwa amri ya Jumapili Marekani. Masomo mengi ya watumishi wa Mungu yanaelekezwa katika kanisa la Mungu, kwa watu wa Mungu. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini masomo mengi yameenda kwa kanisa la Mungu. Sasa tega masikio yako uweze kujua kwa nini masomo mengi yanaenda kwa kanisa la Mungu. Mungu alimpatia agizo Nuhu kwamba atengeneza safina. Kwa nini? Kwa sababu mvua ya gharika itanyesha. Na Nuhu baada ya kutangaza ujumbe ule na kuwaambia watu kwamba waingie ndani ya safina, wengi walikataa. Lakini mwisho wa siku waliingia wanyama, sio wote, baadhi ya wanyama, lakini pia na wale watu ngapi? 8. Alafu baada ya wale watu kuingia, Mungu akafunga nini? Akafunga mlango. Kwa hiyo kipindi cha Nuhu kuna mlango uliofungwa, na kipindi cha Sodoma tunaona kwamba Mungu wakati anaenda kuonya ule mji, kuangamiza ule mji, Mungu alimwagiza Lutu awaambie watu kwamba huu mji utaangamizwa, kwa hiyo wafanyeje? Watoke. Na walipokataa, alfajiri Lutu na wale na mkewe na wale mabinti zake wakaambiwa waondoke. Na walipoondoka tunaona kwamba ule mji uliangamizwa. Lakini hem tujifunze kwenye kitabu cha Luka. Kwenye kitabu cha Luka 21 fungu la 20 nasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Hapa Yesu anazungumza kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu, kwamba watakapoona ule mji umezungukwa na majeshi, watambue kwamba kuangamizwa kwake kumefanyaje? Kumekaribia. Sasa hem tulinganishe. Kipindi cha Nuhu, Mungu alipoona kwamba watu wamekaidi, akafunga mlango. Kipindi cha Sodoma, alipoona kwamba wengi wamekaidi, akafunga mlango. Sasa kipindi cha maangamizo ya mji wa Yerusalemu na ulikuwaje? Kwa sababu Yesu alisema kwamba watakapoona mji umezingirwa na majeshi, watambue kwamba kuangamizwa kwake kumekaribia. Hem tusome kwenye kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 20. Pambano Kuu ukurasa wa 20 na ile aya ya kwanza. Maneno ya katikati hapa nasema, wakati bendera za ukafiri wa kuabudu sanamu za Waromani zilizofanywa kwa kutumia nguvu nje ya baadhi ya vipimo vya kuta za mji zitakapowekwa katika mahali patakatifu, ndipo wafuasi wa Kristo watapaswa kukimbia kutafuta usalama. Wakati ishara ya onyo itakapoonekana, wale watakaookoka ni lazima waharakishe. Sasa turudie hii sehemu. Anasema wakati ishara ya onyo itakapoonekana, wale watakaookoka ni lazima waharakishe. Kwa hiyo Yesu aliwaambia kwamba watakapoona tu majeshi yameuzingira ule mji, wanatakiwa waharakishe kutoka kwenye ule mji.
wasiendelee kukaa pale, waondoke haraka. Pambano Kuu ukurasa wa 28 na hii aya ya 3. Aya ya 3, neno la Bwana linasema, unabii wa Mwokozi kuhusu mapatilizo ya hukumu juu ya Yerusalemu utakuwa na kutimizwa kwingine. Kule kutimizwa kulikosababisha ukiwa na huzuni ya kutisha kulikuwa ni kivuli hafifu tu. Nabii wa Mungu anasema kwamba maangamizo ya mji wa Yerusalemu ilikuwa ni mfano, kivuli wa namna dunia itakavyoangamizwa. Kwa yale yaliyotendeka katika mji wa Yerusalemu yatakuja kutendeka katika wakati huu wa mwisho. Kwa inatakiwa sisi tujifunze kutoka Nuhu kuja Sodoma, kuja kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu. Tupate somo kwamba inatakiwa tufanye kitu gani? Inatakiwa tufanye kitu gani? 29 aya ya 2 yanasema, hebu watu wajihadhari sana wasije wakapuuza fundisho lililoelezwa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu maangamizo ya Yerusalemu, akiwapa ishara ya kukaribia kwa maangamizo ili waweze kutoroka kuokoka maisha yao. Ndivyo pia alivyouonya ulimwengu kuhusu maangamizo ya siku ya mwisho, na amewapatia dalili za kukaribia kwake, ili wote watakaopenda waweze kuikimbia ghadhabu inayokuja. Kwa nabii anasema hebu watu wajihadhari sana wasije wakapuuza. Kwa nini nabii anasema hivyo? Mji wa Yerusalemu wengi waliangamia kwa sababu ya kupuuza. Wengi waliangamia kwa sababu ya kupuuza, upuuziaji. Yesu alisema watakapoona majeshi yamezingira mji, wajue kwamba kuangamizwa kwake kumekaribia. Lakini wengi walipuuza. Nabii anasema kwamba namna ilipokuwa mji wa Yerusalemu ndivyo itakavyokuwa pia na kuangamizwa. Kwa nini? Kwa dunia. Wengi watapuuza. Ukurasa wa 23 haya ya 3. Ukurasa wa 23 haya ya 3 inaeleza kwamba kwa muda wa miaka 7 mtu aliendelea kupanda na kushuka katika mitaa ya barabara za Yerusalemu akitangaza ole ambao ungeujia mji. Kwa hiyo huyu mtu ukiendelea kusoma hapa chini alionekana kama ni kichaa, lakini Bwana alikuwa anatumia kinywa chake kufanyaje? Kutangaza ujumbe wa ole kwa mji wa Yerusalemu. Lakini Wayahudi wengi walipuuzia. Sasa tunaishi kipindi ambapo sisi Waadventista wa Sabato tunaishi kwenye kipindi cha hukumu ya upelelezi. Ukisoma Ufunuo 14 fungu la 6 na 7 nasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa hii ni hukumu ya upelelezi ambayo ilianza 1844. Hii hukumu ya upelelezi inahusu wakina nani? Inahusu wakina nani? Ukisoma Pambano Kuu 398 haya ya kwanza anasema, katika huduma ya mfano ni wale tu waliokuja mbele za Mungu kwa maungamo na toba, na ambao dhambi zao kupitia damu ya sadaka ya dhambi ziliamishwa katika patakatifu, ndio waliokuwa na sehemu katika huduma ya siku ya upatanisho.
Hivyo katika siku kuu ya upatanisho wa mwisho na hukumu ya upelelezi, kesi pekee zitakazozingatiwa ni za wale waliojidai kuwa watu wa Mungu. Hukumu ya waovu ni tofauti na ni kazi tofauti na inafanyika baadaye. Hukumu ni lazima ianze katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu itakuwaje? Kwa hiyo sisi, unaposikia hii hukumu ya upelelezi iliyoanza 1844 mpaka leo hii na kuendelea, hii inawahusu Waadventista wa Sabato tu. Haimuhusu Mkatoliki, haimuhusu Mlutheri, haimuhusu Diamond, haimuhusu Jay-Z. Hii hukumu ya upelelezi inamuhusu Mwadventista Msabato pekee. Kwenye hii hukumu ya upelelezi tunachunguzwa kila kitu. Hata ukifumba macho tu hivi unapelelezwa. Vitabu vinaandikwa. Tutakuja kujifunza mbele zaidi kuhusu hii hukumu ya upelelezi. Sasa hii hukumu ya upelelezi itakapoisha, inaishi kipindi ambapo amri ya Jumapili inatangazwa Marekani. Kwa amri ya Jumapili ikitangazwa Marekani, kanisa la Waadventista wa Sabato linafungiwa mlango wa rehema. Kunakuwa hakuna tena nafasi ya kutubu, kupeleka maombi kwa nani? Kwa kuungama dhambi kwa Kristo, inakuwa imekwisha. Kwa hiyo wanakuwa ndani ya kanisa, kuna watu ambao wametiwa muhuri, lakini kutakuwa kuna watu ambao hawajatiwa muhuri. Sasa kwa nini watumishi wa Mungu sasa hivi wanaelekeza mahubiri kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato? Ni kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tupo kinyume na Mungu. Na tukiendelea kuwa kinyume na Mungu hivi, mlango wa rehema ukifungwa, maana ni kwamba sisi tutakuwa upande wa nani? Wa Shetani. Hatutakuwa upande gani? Wa Mungu. Kwa ni vizuri katika wakati huu kutopuuzia sauti za Bwana. Kwa hiyo mlango ulifungwa kipindi cha Nuhu, mlango ulifungwa kipindi cha Sodoma, mlango ulifungwa kipindi cha kuangamizwa kwa mji wa Yerusalemu. Hivyo hata wakati huu sasa, kanisa la Mungu litakwenda kufungiwa mlango wa rehema. Kwa ukisikia amri ya Jumapili imetangazwa kesho mfano, ujue mstari umechorwa, wa Shetani huku, wa Mungu huku. Mlango unafunguliwa kwa watu wa Jumapili, wapagani huko unafunguliwa. Kwa ndio maana mahubiri sasa hivi yameelekezwa kwenye kanisa la Mungu ili tufanye mabadiliko. Kama tulikuwa tuombi, tuanze kuomba mara kwa mara ili turudi kwenye njia. Kwa hiyo rafiki yangu, tunaishi kipindi ambapo amri ya Jumapili itatangazwa. Na ikitangazwa, hasara ni kwa ambao watakuwa hawajajiandaa. Ndio maana mahubiri mengi yanaenda kwenye kanisa la Mungu. Kuna mambo mengi ambayo tumeyabeba ambayo sio ya Mungu. Jamani, kwa sababu hivi tunaelewana? Au mnaniona hapa kama nacheza tu madogoli? Mimi naamini umeelewa. Sasa tutakuja kuendelea katika somo hili ili tujue zaidi kuhusu hii hukumu ya upelelezi. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu katika wakati wa mwisho. Barikiwa.